Karibu sana kwenye Kibegi TV. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, tafadhali subscribe, like na share ili uwe wa kwanza kupata video zetu mpya. Akamsihi Ku ingie ndani ya mwili wake kama vile Kyoshi alivyowahi kufanya zamani. Lakini Ku alikataa, ekeleza kuwa roho yake ilikuwa imeharibika sana baada ya kupigana kwenye ulimwengu wa roho na hakuwa tena na nguvu za kuingia ndani ya mwili wa Aang. Uwezo wa Ku wa kutawala hali yake ya Avatar hakuwa hata mzuri zaidi kama wa Aang. Ku alitumia maisha yake yote kwa ulimwengu wa roho na wa wanadamu, lakini mwishoni alilipa gharama kwa kumpoteza mtu aliyempenda zaidi. Uso wa mke wa Ku uliharibika na Ko baada ya ugomvi. Kutokana na tukio hilo tishano, Ku alielewa kuwa Avatar ni maana ya kutembea peke yako. Vinginevyo, watu wanaokupenda watateseka. Orok alimshauri Aang asiweke mawazo yake kwenye matamanio yake binafsi, bali afikirie kile ambacho ni bora kwa wale anaowapenda. Wakati huo huo, Sokka aligundua ghafla kuwa Princess Yu ndiye yule mbwewa mweupe aliyekuwa akitokea kwenye ndoto zake, ndani ya ulimwengu wa roho wa Yu. Wakati Yu alikuwa mtoto mdogo, alipata ugonjwa hatari ambao ulionekana kutokutibika. Kwa hiyo baba yake aliwasihi roho wamsaidie. Bahati nzuri, roho ya mwezi ikampa sehemu ya roho yake na hivyo akafufuka. Kwa sababu hiyo, Yu akawa nusu binadamu na nusu roho, mwenye uwezo wa kusafiri kwa huria kati ya dunia hizi. Wakati huo huo, Katara alikimbia hekaluni kuzungumza na Jakku kuhusu marabango ya wanawake kushiriki vitani. Kwa Jakku, wanawake hawana nguvu za kutosha kushiriki vitani. Hata Katara mwenyewe hakupata mafunzo ya kutosha. Kwa hiyo hakuwa tayari kutoa maisha yake kwa watu wote hapa. Katara alimsimulia Aang jambo hilo akiwa bado amejaa hasira. Lakini mvulana huyo alisema tu kwamba wakati mwingine ni bora iwe hivyo. Baada ya Aang kuzungumza na Zuko, kwa kweli alitaka Sokka na Katara waondoke vitani. Hakutaka wao wawe kwenye hatari. Muhimu zaidi, kama angewaza sana juu yao, asingekuwa na uwezo wa kuzingatia mapigano. Wakati huo, Ino bado alikuwa na mashaka kuhusu mpango wa mashambulizi wa Jiao. Mji mkuu wa kabila la maji la kaskazini ulikuwa umezungukwa na kuta ambazo hazikuweza kupenywa kirahisi. Kwa pande tatu, majeshi mengi yalikuwa yamejaribu kushambulia, lakini yote yalishindwa. Hili halikuwa jambo dogo, kwa sababu hii ndiyo ilikuwa ngome ya mwisho ya watumiaji wa maji. Kuilaani au kuidharau kungeleta madhara makubwa sana. Jiao alikuwa na uhakika kwa sababu mbili. Kwanza, meli zake zote zilikuwa na silaha mpya na hatari zaidi. Pili, alikuwa na kitu maalum chenye uwezo wa kuzima nguvu za watumiaji wa maji. Wakati huo huo, Zuko alikuwa bado hai. Siku hiyo, aliruka kutoka kwenye boti kabla haijalipuka na kisha akajificha kwa siri kwenye meli ya Jiao ili kutathmini hali. Haraka sana aligundua kuwa Jiao alikuwa anashirikiana na mtu aliye hatari zaidi, mwenye akili zaidi na mwenye tamaa kubwa zaidi kuliko yeye mwenyewe. Mtu huyo alikuwa Azula, dada mdogo wa Zuko, binti wa kifalme wa pekee wa taifa la moto, ambaye kwa muda mrefu alikuwa akitamani kiti cha enzi. Siku zote alitaka kumshinda Zuko. Baada ya Azula kuonyesha uwezo wake wa umeme mbele ya Ozai, aliomba ruhusa ya kwenda vitani ili kujithibitisha. Wakati huo, Katara aliamua kabisa kumkabili Jakku ili kuthibitisha nguvu za wanawake. Aliamini kuwa Jakku alikuwa amewadharau wanawake na sasa ilibidi alipe gharama ya hilo. Sokka aliposikia jambo hilo, si tu kwamba hakumzuia, bali alimhimiza amshinde Jakku. Lakini Katara aliposema kuwa anataka kupigana, Jakku alijaribu kukwepa pambano hilo. Hakutaka kupigana na mtoto, tena mwanamke. Hata alimdhihaki kwa kumwambia arudi kwenye hema lake na akajifunze kuponya kama mwanamke. Katara hakukubali dharau hiyo. Kwa hiyo, aliamua kupigana. Alimwambia kuwa kama anataka yeye ajifunze kupigana, basi na yeye ajifunze vizuri kwanza. Baada ya mashambulizi kadhaa kubadilishana, tufani kubwa ya theluji ya Jakku ilimwangusha Katara chini. Kwa hasira akasema kuwa hicho tu alichoweza kufanya. Wote wawili waliendelea kuonyesha uwezo wao mkubwa wa kutumia maji, unaostahili kabisa sifa ya mtumiaji bora wa maji duniani. Mwisho wa yote, Jakku alilazimika kutengeneza gereza la barafu kumtega Katara,
lakini wakati huo huo alimkubali kuwa yeye ni mtumiaji wa maji ya hali ya juu. Alikuwa msichana mwenye kipaji zaidi aliyewahi kukutana naye, lakini sheria ni sheria. Wanawake bado hawaruhusiwi kupigana vitani. Watu wote walimvutia Katara kwa sababu hakuna aliyewahi kumfikia Jaku kwa kiwango hicho. Ingawa alishindwa, alikubali matokeo hayo. Baada ya pambano hilo, Katara alijifunza na kuelewa mambo mengi. Kuro, Kyoshi na Avatar wengine wa zamani wote walimshauri Aang apigane peke yake. Hapaswi kutegemea wala kujihusisha sana na mtu yoyote. Lakini Katara aliamini kuwa wao ni Avatar wa zamani tu. Alitaka Aang abaki kuwa yeye mwenyewe ili kila mtu aje kuandika hadithi ya ajabu kuhusu yeye. Wakati huo huo, tufani ilianza kuvuma kwa nguvu. Hiyo ilikuwa ishara ya kuwasili kwa taifa la moto. Huu ndio ungekuwa wakati ambapo wale watu wangeanza vita vyao. Badala ya kubaki ndani ya ngome yao iliyoimarishwa, waliamua kushambulia kwanza meli za adui. Aang na Katara walipewa jukumu la kuwavuta wanajeshi wa taifa la moto. Wakati huo huo, Sokka angeingia kwa siri na kuharibu vifaa vya kuongoza meli. Baada ya mpango huo kukamilika, wangeanza kupunguza jeshi lote la meli kidogo kidogo. Kundi liliruka mbele moja kwa moja, lakini mara moja waligundua ukweli wa kutisha. Meli za taifa la moto zilikuwa nyingi kupita kiasi. Zuko alichagua njia tofauti na ya Jiao, akitaka kufika kwenye meli kwanza na kumkamata Avatar ili amrudishe kwa baba yake. Kabla ya kutengana, wawili hao walikumbatiana na kuahidi kuonana tena watakaporudi nyumbani kwao. Ingawa Zuko alikuwa amepaki watu wa samaki kwenye meli, jeshi la taifa la moto bado lilikuwa kubwa mno. Masaa chache tu yalikuwa bado yamebaki kabla ya vita kuanza. Kwa hali ilivyokuwa, ushindi ulikuwa wazi kuwa unaelekea upande wa taifa la moto. 60% kwa taifa la moto, 40% kwa kabila la maji la kaskazini. Mbinu za Jiao zilikuwa za ajabu sana kiasi chata Jenerali mkongwane kama Ino hakuweza kuzielewa. Si tu kwamba Jiao aliongoza kutoka kambini baharini, bali alipanda mwenyewe kwenye meli ya kuruka ili kuvunja ulinzi mkuu wa kabila la maji la kaskazini. Taifa la moto lilianza shambulizi kwa mipira ya moto, mishale ya moto na makombola ya moto, vikilenga ngome ya barafu. Licha ya juhudi za kila mtu, jeshi lao lilikuwa dogo mno kulinda eneo lote. Ili kubadilisha hali hiyo, Katara alimuomba tena Jaku amruhusu kushiriki vitani. Si yeye tu, bali wanawake wote wa kisiwa walitamani kulinda nchi yao. Baada ya Katara kumsihi sana, Jaku hatimaye aliacha sheria za zamani na kukubali mustakabali bora zaidi. Princess Yue naye alijiunga vitani. Bila kujali pingamizi la mfalme, alienda kusaidia. Mfalme hakumzuia, alimkumbusha tu Yue awaongoze watu wake vizuri. Baada ya kuanguka kwake, jukumu la kumlinda Yue lilikabidhiwa kwa Sokka. Vita vilipiganwa kuanzia alfajiri hadi jioni bila kusimama. Eno alipendekeza warudi nyuma kwa sababu usiku huo mwezi ungekuwa mkali sana na nguvu za watumiaji wa maji zingekuwa katika kiwango cha juu kabisa. Kwenye Aquila, makazi ya kale ya kabila la maji, kulikuwa na chemchemi ndani kabisa ya barafu iliyokuwa ikitoa unyevu na uhai katika mazingira magumu. Mara moja kwa mwaka, roho ya bahari na roho ya mwezi huacha kutokufa kwao na kuungana na ulimwengu wa wanadamu. Hilo lilikuwa ishara ya yin na yang, uhai na kifo. Usiku huo, Jao alikusudia kutumia upanga wake wa kuua miungu, kuifuta mwezi na kuzima nguvu za watumiaji wa maji. Kyoshi alimwonya Ong kuwa kuna mtu alikuwa akipanga kuua roho ya mwezi na roho ya bahari, jambo ambalo lingefanya dunia kupoteza usawa. Wakati huo huo, Yue aliweka maisha yake hatarini ili kumwokoa Lemur kutoka kwenye mabaki ya uharibifu. Alimchukua Sokka pamoja na Lemur na kwenda naye Aquila, chanzo cha nguvu za kiroho kaskazini. Lakini Sokka alistuka sana alipogundua ndege ya taifa la moto. Meli ya kuruka ilikuwa imeonekana. Jao na Eno walifika wakiwa katika umbo halisi ili kumtafuta roho ya mwezi. Lakini hawakuwa na uhakika na umbo la kweli la mungu huyo, hivyo walipaswa kutafuta kila kona ya chemchemi hiyo. Jao alitishia kuichoma Aquila yote kama wasipoipata. Wakati Ong na Katara wanamtafuta Zuko, Zuko alitokea ghafla na kuwazuia. Katara alimwambia Ong aendelee mbele, huku yeye akibaki kushughulikia hali hiyo, akimkumbusha kwa upole kwamba Zuko tayari alikuwa umeumia mara nyingi. Ong hakujibu. Pambano la marudiano kati ya Zuko na Katara lilitokea kwa kasi ya ajabu. Safari hii, Katara alimtawala kabisa. Tofauti na mara mbili zilizopita, Katara alitumia maji kwa ustadi mkubwa kuzuia mashambulizi yote ya Zuko, hata akimdhahau kwa kutumia kamba ya maji.
Baada ya pambano yake na Jaku, Katara alikuwa amejifunza mbinu mpya. Alitumia barafu kuzuia dhoruba ya moto na kisha akaitumia kuifunga mwili wa Zuko. Mara tu Ong alipoingia kwenye chemchemi, Sokka alimvuta kwenye vichaka. Baada ya kutafuta kwa makini, Zhao aliona samaki wawili weusi na weupe ndani ya maji, wakionyesha mvuto na mvuto, yin na yang. Eno alijitahidi sana kumzuia admiral huyo ambaye alikuwa tayari amepoteza akili. Alisema kuwa bila roho ya mwezi, dunia ingepoteza usawa wake. Alisisitiza hata Ozai hakuwa anataka jambo hilo. Lakini Zhao alidai kuwa Ozai alikuwa mwenye kuona mambo kwa karibu. Eno alitangaza kuwa yeye ndiye atakayekuwa mfalme mpya wa moto na kutawala dunia.